pamoja. Ni wasihi tafadhali tusimame. Asante the praise team kwa wimbo huo. Tukidumu katika kusimama, ni waombe tufungue ibada yetu kwa ombi. Na mahali ulipo unaweza ukainamisha kichwa chako tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, uliye mfalme wa amani, wewe Mungu ambaye tangu mianzo ya siku ya leo ulikuwa pamoja nasi mpaka majira haya, jina lako litukuzwe sana. Asante Mungu kwa ajili ya kutano hili la pekee, kutano ambalo Bwana uliliona tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia, na wakati ambapo lilipangwa kuletwa katika viwanja hivi vya Mkwawa, Mungu wa mbinguni uliandaa mibaraka kwa ajili ya vijana hawa, jina lako na litukuzwe. Asante kwa ajili ya ulinzi mwema na vile ambavyo umetusimamia katika safari zetu kwa siku ya leo. Wako wenzetu ambao wako safarini kuweza kufika katika mikutano hii, Mungu wa mbinguni tunawaweka mikononi mwako. Emu rehema zako na neema yako vikawaongoze kwa namna ya pekee watakapokuwa katika safari. Mungu wa mbinguni ukawafikishe salama na jina lako likakutukuzwe sana. Tunakukabidhi mikutano hii pamoja na ibada ya siku hii ya leo. Bwana wetu wa mbinguni, tunakwenda kukuimbia wewe. Huenda sauti zetu zisifae, lakini ibada hii Mungu ukaipokee na jina lako likatukuzwe. Yoyote ambaye atakuimbia wewe katika roho na kweli, Mungu wa mbinguni ukasikilize sauti zetu, ukapokee ibada yetu na jina lako likatukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Na niwaalike wote sasa maalumu kabisa katika kipindi hiki cha uimbaji. Na katika swala la uimbaji ni moja kati ya masuala ya pekee sana katika maisha. Wako watu ambao wanapenda kuimba, na maandiko yanashuhudia, yanasema ya kwamba hata mbinguni tutaimba. Na niwaalike vikundi mbalimbali vya uimbaji ambavyo vimetufikia katika siku hii ya leo. Ninayo majina kadhaa hapa ya kwaya mbalimbali pamoja na vikundi vya uimbaji ambavyo vimeweza kusajiliwa hapa. Na nitakapoweza kusoma jina lako, basi ninakuomba kwa haraka kabisa utaweza kupunga mkono ili tujue ratiba nzuri ya uimbaji katika
usiku huu wa leo. Nina jina la Sayuni International Choir. Mahali popote walipo mnaweza mkatupungia mkono. Sayuni International, wale wanapunga, Mungu awabariki sana. Lakini yuko mwimbaji anaitwa Judith Bujeje. Mahali ulipo pia unaweza ukatupungia mkono. Mungu akubariki dada pale. Lakini pia tuna kwaya ya Muse, inaitwa Muse Kwaya. Mahali mlipo pia unaweza mkatupungia mkono. Ninawaona pale, Mungu awabariki. Lakini kuna kikundi kinaitwa The Honored. Bwana Yesu asifiwe. Mnisamee, mimi ni Msukuma. The Honored, mahali mlipo mnaweza mkatupungia mkono pia. Wale kule wabarikiwa. Lakini pia kuna mwimbaji anaitwa Marco Zabron. Mahali ulipo pia unaweza kutupungia mkono. Mungu akubariki. Lakini kikundi kingine kinaitwa The Glorious Melody. Mahali mlipo pia naomba mtupungie mkono. The Glorious Melody. Mahali mlipo, Mungu awabariki. Lakini wengine wanaitwa Calcedon Brothers. Hawa bila shaka wote ni wa kiume. Mungu awabariki sana. Lakini pia tuna kikundi kinaitwa The Glorious Chorus. The Glorious Chorus. Mahali mlipo, Mungu awabariki. Wametuongoza katika uimbaji wa wimbo wetu mkuu wa mkutano. Lakini kuna kikundi na kwaya inaitwa The Paradise Melody. The Paradise Melody. Mungu awabariki sana. Hii ni paradiso lakini iko duniani. Watakapofika wakati wao basi tutaweza kupokea kibao hicho. Lakini kuna mwimbaji anaitwa Khalifan Emmanuel. Mahali ulipo pia unaweza kutupungia mkono. Khalifan Emmanuel bila shaka bado hajaweza kutufikia. Kwa hiyo basi niwaalike vikundi hivi vya uimbaji muweze kujiandaa mara baada ya kuwa kwaya niliyoitaja ya kwanza itakapokuwa ikimalizia wimbo wake, basi wengine tutazunguka upande wa kule, na mlango ambao tutautumia utakuwa ni mlango huu kwa ajili ya kuweza kuingia kuhudumu hapa mbele. Na kwaya ambayo itakuwa ni ya kwanza kabisa niwaalike The Glorious Chorus waweze kutubariki kwa wimbo mmoja, na mara baada ya The Glorious Chorus tutaweza kupata wimbo kutoka kwa Sayuni International, na moja kwa moja mara baada ya Sayuni International ataweza kutubariki dada Judith Bujeje. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana ni mwema na wakati wote. Basi endelea kufuatiliana pamoja nasi moja kwa moja kutoka hapa Muse Mkwawa Iringa, na utakapokuwa wakiimba basi wewe kama utakuwa una kwaya yako ambayo bado haijasajiliwa utaweza kutuona kwa ajili ya zoezi hilo takatifu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na msamani kidogo kabla hawajaimba The Glorious Chorus, ni waombe Southern Highland Conference kidogo tuonane hapo nje kwa ajili ya utaratibu wa usajili. Wakati wengine tunaendelea na uimbaji, basi wao twende tukawaje kupata utaratibu wa kusajiliwa. Mungu awabariki sana.
yafatulia, yule alo ndani yangu yuna mamlaka. Tulia, upepo tulia, nguvu za asili zatii, jina la Yesu. Tulia, yafatulia, yule alo ndani yangu yuna mamlaka. Pepo ziamkazo kuondoa amani, zisifanye usimuone Yesu chomboni. Usilie kujitia upweke moyoni, mwite Yesu aseme tulia. Pepo ziamkazo kuondoa amani, zisifanye usimuone Yesu chomboni. Usilie kujitia upweke moyoni, mwite Yesu aseme tulia. Tulia, upepo tulia, nguvu za asili zatii, jina la Yesu. Tulia, yafatulia, yule alo ndani yangu yuna mamlaka. Tulia, upepo tulia, nguvu za asili zatii, jina la Yesu. Tulia, yafatulia, yule alo ndani yangu yuna mamlaka. Naam, hao ni The Glorious Chorus wanatubariki na wimbo ambao unasema tulia kwa Yesu. Na wanaokuja jukwani sasa ni kwaya ambayo inaitwa Sayuni International, lakini niwaombe pia kwaya zingine ambazo zitakuwa zikifuata, basi tuendelee kuzingatia maelekezo ya kwamba mlango ambao tutautumia kwa ajili ya kuingilia ni mlango huu. Kwa hiyo wakati hao wanamaliza kuimba, ile kwaya ambayo inafuata itapitia kwa nyuma kule na kuingilia katika mlango huu. Wanaokuja sasa ni Sayuni International, nao pia wanakuja kutubariki kwa wimbo wao mzuri kabisa unaitwaje. Karibu tuweze kusikiliza kwa pamoja.
Naam, wewe mwaminifu kwangu Bwana, ndio wimbo ambao tumetoka kusikiliza hivi punde kutoka kwao Sayuni International Choir. Hii ni kwaya ambayo inatoka katika jiji la Dodoma katikati kabisa mwa nchi yetu ya Tanzania, na imeweza kutupatia wimbo makini kabisa ambao unasema wewe mwaminifu Bwana. Na hapa ni katika mianzo tu ya mkutano huu. Sasa je, utapanga kukosa ladha tamu za uimbaji katikati ya summit hii? Moja kati ya summit makini kabisa ambazo Bwana ameziandaa kwa ajili yetu. Karibu basi niweze kumkaribisha dada Judith Bujeje aje kutuletea wimbo makini kabisa. Naye wakati anakuja nipende kuchukua nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kutambua uwepo wa wachungaji ambao tumejumuika nao katika ibada ya jioni ya leo. Ikiwa wapo wachungaji ambao tumejumuika nao katika ibada ya leo, basi mahali penu pa kuweza kuketi ni mahali hapa mbele. Kwa hiyo ninawasihi kwa unyenyekevu mkubwa basi uweze kunyanyuka taratibu, mchungaji usogee tuweze kuketi katika sehemu hizi za hapa mbele. Lakini watu wengine tuendelee kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Uko nami Nelson Leonard Zefania. Karibu tubarikiwe na dada Judith Bujeje. Mungu akubariki, karibu sana. kushinda ni ya
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Dada usiondoke tafadhali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tukasa Summit 2025. Wito wa kusimama imara katika imani. Na nyie nao msiwe wazungu mno. Tukasa Summit 2025. The call to stand firmly in faith. Jamani, hii sasa ndiyo summit imeanza. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ni mwanzo. Kwa hiyo ninakualika wewe ndugu mpendwa mtazamaji, na wewe ambaye kwa mara ya kwanza umeweza kujumuika nasi katika ibada hii ya uimbaji. Yaani unajua kuna zile nguo ambazo ni za siku ya Sabato, alafu kuna zile za siku nyingine. Sasa hii ni ya siku nyingine, bado ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Dada Judith, nina imani tutakuwa pamoja katika summit hii, ni kweli? Amen, tutakuwa pamoja. Mungu akubariki sana. Sasa kabla haijaja kwaya ya Muse, ninaomba dada Judith utuongoze kwenye ile chorus. Kiukweli nimebarikiwa sana. Na ninatamani tuimbe wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatamani kuimba pamoja na mimi? Tupungiane mkono namna hii. Basi dada tuongoze kwenye ile chorus. Na mimi natamani tuimbe kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa wakati huu. Basi tutaenda kuimba chorus. Uongoza. Kama hujui chorus, shika kitabu chako. Kuongoza hunishika kwa mkono wa hakika. Hapana. Twende tena. Kuongoza hunishika kwa mkono wa hakika. Nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Muongozwe na Kristo. Dada Judith, Mungu akubariki sana. Na tuendelee kubarikiwa kwa pamoja. Kwaya inayokuja hapa sasa ni kwaya inaitwa Muse Kwaya. Na bila shaka hawa ndio wenyeji wetu wa mkutano huu katika summit yetu ya mwaka 2025. Wanaingilia hapa wakiwa katika wingi wao mzuri kabisa, na wakiwa wako maridadi kabisa kuweza kutuletea wimbo ambao pia ni makini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi niweze kualika usikivu wenu ambao pia na imani ya kwamba utakuwa ni makini kabisa kwa ajili ya kuweza kupokea wimbo huu mtamu. Na mara baada ya Muse Kwaya nitaweza kurejea hapa tena kuwajuza kile ambacho kinafuata katika kipindi hiki cha uimbaji. Endelea kubarikiwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
Haleluya. Bwana ni mwema na wakati wote. Hata kama umechoka lakini bado Bwana ataendelea kuwa mwema. Mgeukie jirani yako mwambie Bwana ni mwema. Kuna mtu bado macho yake hayana uwezo wa kugeuka vizuri. Mgeukie jirani yako mwambie Bwana ni mwema. Si hata wewe unajua ya kwamba naongea na wewe. Wewe unaniangalia. Mgeukie jirani yako mwambie Bwana ni mwema. Basi Mungu awabariki sana. Tunaendelea kubarikiwa na kwaya mbalimbali ambazo kiukweli zimeendelea kumtukuza Mungu kwa namna ya pekee kwa njia ya uimbaji katika viwanja hivi vya Mkwawa University of Iringa. Na nipende kuwakumbusha tu wapendwa ya kwamba tuko moja kwa moja mubashara kabisa kupitia katika Tosi TV Network, Savip Media pamoja na STU. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza ukatufuatilia katika mitandao hiyo ya kijamii, na wewe ambaye unatutizama moja kwa moja basi unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kwa vile ambavyo unatupata moja kwa moja mahali pale ulipo. Lakini pia wanakwaya mtakapokuja kwa ajili ya huduma ya uimbaji tutambue ya kwamba tuko live. Mwambie rafiki yako tuko live. Mwambie tuko live. Kwa hiyo tutakapokuja katika uimbaji tukae live. Bwana Yesu asifiwe. Na ni siku ya kwanza kabisa ya mkutano. Kwa hiyo nina imani ya kwamba hakuna mtu aliyechoka na wala hautajuta kuweza kuhudhuria katika ibada hii ya uimbaji. Watakao kuja katika kipindi hiki sasa, wao wenyewe wana jina gumu kidogo, na kwa sababu nilitangulia kuambia msinihukumu, mimi ni Msukuma, wao wanaitwa Chalcedon Brothers. Kwa hiyo Chalcedon Brothers ninawaalika kwa ajili ya wimbo mmoja, lakini nikiendelea kumkumbusha kiongozi wa lugha za alama, unaweza kumuona Madam Happiness Limbu kwa ajili ya utaratibu fulani ameketi upande wa mbele hapa kwa ajili ya utaratibu kuendelea kukaa vizuri. Lakini pia ninaendelea kutambua uwepo wa wachungaji mbalimbali ambao tumeendelea kujumuika nao katika ibada makini ya uimbaji katika jioni ya leo, na uongozi umewaandalia sehemu nzuri ya kuketi mahali hapa. Kwa hiyo mjihisi amani kabisa kuweza kujumuika pamoja nasi, na Mungu awabariki. Wanaopanda jukwani sasa wanaitwa Chalcedon Brothers, na nitaomba mara baada ya kumetubariki kwa wimbo huo basi kiongozi atatuambia nini maana ya Chalcedon. Tunayo majina mengi sana, na kwa sababu sisi ni wanachuo basi tumependelea kutumia sana majina ya Kiingereza, lakini tunatamani kujua maana ya majina baadhi ili siku nyingine mkipanda hapa. Nilikuwa wakati wa Dodoma kule, kuna kikundi kimoja kinaitwa Keki, kinaitwa Keki Music. Kwa hiyo ukiwaona wanapanda unajua tu kuna vitu vitamu vitamu. Kwa hiyo tunatamani pia Chalcedon wanapokuja kwa wakati mwingine tujue ya kwamba ni jina limebeba ujumbe gani ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Endelea kubarikiwa pamoja na kipindi hiki cha uimbaji, na Mungu akubariki sana. Tunaishi nyakati za mwisho, yaliyotabiriwa yametimia. Watu kujipenda nafsi zao, yaonyesha kuwa Bwana yu karibu. Tunaishi nyakati za mwisho, yaliyotabiriwa yametimia. Watu kujipenda nafsi zao, yaonyesha kuwa Bwana yu karibu. Lakini kinachoshangaza, wanadamu wengi hawajali kwamba dunia imekwisha. Wanang'ang'ania dhambi, hawajali kuwa Bwana yu karibu.
Bwana ukaribu. Tubuni mrejee, Bwana mfalme wa Bwana ukaribu. Ni kitambo tutamwona Bwana akishuka na kundi la malaika. Akukute umejiandaa kumlaki Yesu ataporejea. Tubuni mrejee, Bwana mfalme wa Bwana ukaribu. Tubuni mrejee, Bwana mfalme wa Bwana ukaribu. Ni kitambo tutamwona Bwana akishuka na kundi la malaika. Akukute umejiandaa kumlaki Yesu ataporejea. Tunaishi nyakati za mwisho, upendo wa wengi sasa umepoa. Majanga ya asili, uchumi kuporomoka, vyaonyesha kuwa Bwana yu karibu. Tunaishi nyakati za mwisho, upendo wa wengi sasa umepoa. Majanga ya asili, uchumi kuporomoka, vyaonyesha kuwa Bwana yu karibu. Lakini kinachoshangaza, wanadamu wengi hawajali kwamba dunia imekwisha. Wanang'ang'ania dhambi, hawajali kuwa Bwana yu karibu. Tubuni mrejee, Bwana mfalme wa Bwana ukaribu. Tubuni mrejee, Bwana mfalme wa Bwana ukaribu. Ni kitambo tutamwona Bwana akishuka na kundi la malaika. Akukute umejiandaa kumlaki Yesu ataporejea. Tubuni mrejee, Bwana mfalme wa Bwana ukaribu. Tubuni
Haleluya. Haleluya. Naam, hawa ni wanaitwa Chalcedon Brothers, ndio ambao wametoka kutuletea wimbo mzuri kabisa ambao unasema ya kwamba ufalme wa Bwana ni karibu, tubuni mumrejee. Nadhani niliwaahidi ya kwamba kabla wajaondoka basi kiongozi wao atatuelezea nini maana ya Chalcedon, kwa sababu brothers tunaelewa nini maana ya Chalcedon. Unaweza ukachukua tu mic hapo vizuri tukaweza kuwasiliana vizuri ya kwamba ni kwa nini kati ya majina yote basi Chalcedon likaonekana ya kwamba ni jina ambalo linafaa zaidi kwa ajili ya kikundi hiki ambacho kina nyimbo nzuri na tamu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni mwema Kati wote. Chalcedon ni kikundi cha uimbaji. Original jina limetoka katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu kidogo nimesahau. Lakini limetoka kwenye kitabu cha Ufunuo kama misingi iliyotumika kujenga katika mji wa Yerusalemu. Ndipo jina lilipotoka. Na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kumbe ni jina la kiunabii katika kile kitabu cha Ufunuo. Mungu akubariki, unaweza ukarejea na kwa huduma yenu hiyo basi Mungu aendelee kuwakweza zaidi. Katika wasaa huu nipende kualika kwaya 3 mfululizo ikiwa ni pamoja na watu binafsi ambao watakuja kutubariki hapa mbele. Na mara baada ya nyimbo hizo 3 mfululizo nitarejea tena kuweza kuambieni ya kwamba ni ratiba gani ambayo inafuata. Lakini tambua ya kwamba ni siku ya kwanza kabisa ya mikutano yetu hii ya Summit mwaka 2025. Kwa hiyo wakati huu basi nipende kumkaribisha Mr. Marco Zabron ambaye atakuja kutubariki kwa wimbo mmoja. Na mara baada ya Marco Zabron basi tutaweza kupokea wimbo kutoka kwa Glorious Singers. Alafu then The Paradise Melody watakuwa ni watatu kwa kufuatia. Utaratibu wetu ni ule ule. Mara baada ya kuwa mwimbaji mmoja anamaliza basi niwaombe kwaya mtakuwa mkijiongea hapa mbele. Lakini wakati huu pia nipende kuwakumbusha kama kutakuwa kuna mwenyekiti au katibu wa ECTC pamoja na mwenyekiti au katibu wa seki basi tuweze kuwaona viongozi katika ofisi zao kule juu. Tutazunguka tu kuna ofisi kule juu vizuri, lakini wale wanachama wote ambao wanatokea katika majimbo haya mawili kwa maana ya ECTC pamoja na seki ni waombe tutaelekea maeneo ya malazi kule kwa ajili ya kuweza kupewa maelekezo juu ya malazi. Kwa hiyo ECTC ndio wanaanza. Asante sana mwenyekiti ananikumbusha. Kwa hiyo ECTC ni waombe wakati ambapo Mr. Marco Zabron anakuja kutuletea wimbo basi wale wengine tutakuwa tukienda kupata utaratibu mwingine wa malazi. Endelea kubarikiwa na kwaya hizi. Mara baada ya kuwa namaliza tu Marco Zabron basi ni waombe The Glorious Singers mkaribie kwa ajili ya wimbo. Mungu awabariki sana, tuendelee kubarikiwa kwa pamoja. Wakasaidiana kila mmoja, kila mtu akamtia moyo. Selemara akamtia moyo mfua wa dhahabu kwa kazi yake. Aliye na nyundo akamsifu yule apigaye fuawe. Wakaimarishana wao kwa kutiana moyo. Watie moyo wengine wapo kazini mwake Bwana. Ni kweli hawajafikia kiwango unachohitaji, lakini lipo jema japo ni dogo kwa mbali sana. Anzia hapo, watie moyo wengine, watie moyo wengine wapo kazini mwake Bwana. Ni kweli hawajafikia kiwango unachohitaji, lakini lipo jema japo ni dogo kwa mbali sana. Anzia hapo, watie moyo wengine. Waimbaji nao tutiane moyo, mashemasi wazee wa kanisa, kila mmoja aisamini kazi ile aifanyayo ndugu yake. Wazee watie moyo vijana,
wachungaji nao watiwe moyo. Kusudi letu ni kwenda juu mbinguni, hatuna ajenda nyingine. Watie moyo wengine, wapo kazini mwake Bwana, kweli hawajafikia kiwango unachohitaji, lakini lipo jema, japo ni dogo kwa mbali sana, anzia hapo. Watie moyo wengine, watie moyo wengine, wapo kazini mwake Bwana, kweli hawajafikia kiwango unachohitaji, lakini lipo jema, japo ni dogo kwa mbali sana, anzia hapo. Watie moyo wengine, anzia hapo. Watie moyo wengine, anzia hapo. Watie moyo wengine, anzia hapo. Watie moyo wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna maelekezo ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo imenilazimu niweze kurejea tena hapa mbele kwa ajili ya kuwaleteeni matangazo hayo. Wapo wadada wa CTF ambao walikuwa wakiendelea na utaratibu wa kuandika majina, lakini bado hawajaweza kupata mahali kwa ajili pa kuweza kupata malazi. Kwa hiyo niwaombe, kama wewe ni mdada wa CTF na umekwisha kuandika jina na bado hujapata malazi, basi uelekee mahali ambako mnaenda kupatiwa hayo mahitaji ili kwamba tuweze kukamilisha utaratibu kwa haraka zaidi. Lakini pia wenye viti pamoja na makatibu pamoja na wahazini, ninaomba tuweze kuonana hapo nje kidogo kwa ajili ya maelekezo fulani. Kwa hiyo niwaombe mwenyekiti, wahazini pamoja na makatibu tuweze kuonana hapo kwenye ofisi za viongozi hapo juu. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki mnapoendelea kusikiliza nyimbo hizi na kuendelea kufuatilia hayo maelekezo. Nimekwisha kuambia ya kwamba leo ni siku ya kwanza kabisa. Kwa hiyo huenda pirika zikawa nyingi, lakini tunahitaji kufanya yote kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo tujitahidi tuyafanye yote vizuri na Mungu aendelee kutubariki. Sijihesabu kuwa kitu mbele zako Bwana, maisha yangu ni ya dhambi kila siku. Tawala ndani yangu, unifinyange upya, nifae kusimama mbele zako. Sijihesabu kuwa kitu mbele zako Bwana, maisha yangu ni ya dhambi kila siku. Tawala ndani yangu, unifinyange upya, nifae kusimama mbele zako. Uniepushe na maovu, ewe Bwana wangu, nitende mema siku zote za maisha yangu. Usemi, matendo, vikakutukuze, tabia, mavazi yawe ya heshima. Mwili wangu ni hekalu lako Bwana wangu.
niepushe na maovu, ewe Bwana wangu, nitende mema siku zote za maisha yangu. Usemi, matendo vikakutukuze, tabia, mavazi yawe ya heshima. Mwili wangu ni hekalu lako Bwana wangu. Weka kituo ndani yangu kila siku Bwana, unionyeshe yale mema niyatende. Ni nyakati za mwisho, dunia inakwisha, okoa watu wako ewe Bwana. Weka kituo ndani yangu kila siku Bwana, unionyeshe yale mema niyatende. Ni nyakati za mwisho, dunia inakwisha, okoa watu wako ewe Bwana. Uniepushe na maovu, ewe Bwana wangu, nitende mema siku zote za maisha yangu. Usemi, matendo vikakutukuze, tabia, mavazi yawe ya heshima. Mwili wangu ni hekalu lako Bwana wangu. Uniepushe na maovu, ewe Bwana wangu, nitende mema siku zote za maisha yangu. Usemi, matendo vikakutukuze, tabia, mavazi yawe ya heshima. Mwili wangu ni hekalu lako Bwana wangu.
kuyashika mema, hiyo ndiyo haki. Hosana, Mwokozi wetu, imba sifa zake, aliye ngome yetu. Neema kuu ishindayo dhambi imefunuliwa kwa wanadamu wote, nayo yatufundisha kukataa ovu, kuyashika mema, hiyo ndiyo haki. Hosana, Mwokozi wetu, imba sifa zake, aliye ngome yetu. Neema kuu ishindayo dhambi imefunuliwa kwa wanadamu wote, nayo yatufundisha kukataa ovu, kuyashika mema, hiyo ndiyo haki. Naam, hao ni The Paradise Melodies, wanatubariki na wimbo wao mzuri kabisa ambao unasema neema itatusaidia kuweza kuzishinda dhambi. Na mara baada ya wimbo huo mzuri kabisa utakuwa ndio mwisho wa kipindi chetu cha uimbaji katika siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. TUCASA Summit 2025. The call to stand firmly in faith. Mungu awabariki sana wale wote ambao tulikuwa pamoja tangu mianzo na hata kipindi hiki kimeweza kutamatika vyema kwa uongozi wa Roho wa Mungu. Mungu aweze kuwabariki sana. Niendelee kuwakumbusha ya kwamba ni siku ya kwanza na hizi ladha zote ambazo tumezipokea hivi ni vionjo vya mwanzo wa mikutano hii. Na binafsi ninashuhudia kutoka katika moyo wangu ya kwamba mikutano hii kiukweli tunakwenda kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie rafiki yako tunaenda kubarikiwa. Hata asipoitika si tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naam, hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha uimbaji, na nipende kuchukua fursa hii kuweza kuwaomba tuweze kusimama tupate ombi. Na mara baada ya ombi la kufunga kipindi hiki nitaweza kumwalika mwenyekiti wetu wa STU kwa ajili ya maelekezo ya jioni ya leo. Inamisha kichwa chako mahali ulipo tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, muumbaji, mfalme, Mungu mwenye mamlaka yote, sifa, heshima na utukufu, jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni, tumeimba kwa sauti zetu tukikusifu wewe. Mahali ambako tumetenda kinyume na mapenzi yako, Mungu wa mbinguni, tusamehe sana. Mahali ambako tumefanya vyema na ibada yetu ikaleta maana mbele zako, Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Mikutano hii kuanzia siku ya leo tunaiweka mikononi mwako. Kubali kutuhudumia sawa sawa na mapenzi yako. Mungu wa mbinguni, wakati ambapo mwenyekiti wetu atakuja kwa ajili ya maelekezo, Mungu wa mbinguni, nakusihi maelekezo hayo yakawe yameongozwa na Roho wako Mtakatifu. Yakatusaidie kusimama na kuenenda vyema katika mikutano hii, na jina lako likatukuzwe. Tulinde katika usiku huu wa leo. Tujalie wakati mwingine ambao Bwana utakupendeza wewe kwa ajili ya kukuimbia sifa na kukutukuza tena kama ilivyokuwa leo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa nipende kukukaribisha kwa ajili ya maelekezo mafupi ya jioni ya leo, na Mungu wa mbinguni aendelee kutubariki wale wote ambao tunaendelea kusikiliza maelekezo hayo kwa utukufu wa Mungu. Mungu awabariki sana, tuwe na usiku mwema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote.
mchungaji Mamboneke kutoka Southern Island. Wapo